kama taifa lilihitaji kufanya jambo fulani kabla ya kwenda kwenye uchaguzi mkuu. Lakini bahati mbaya tunasema la kufa halisikii dawa, kwamba tulienda yote yalizungumzwa yakatupwa kapuni, mwisho wa siku tukaangukia tulipoangukia. Sasa huu sio wakati sasa kuanza kujadili pale tulipoangukia. Tutakuwa tujiulize kwamba kwa nini tumefika hapo na tunatokaje, kwa sababu kama tusipojifunza kutokana na makosa haya, yawezekana huko mbeleni tukaingia changamoto ambayo ni mbaya zaidi kuliko ambayo tumeipita. Na sidhani kama kuna mtu angependa tupite kitu ambacho tukipita tarehe 29 Oktoba na siku ambazo zilifuatia baadaye, sababu wote tulijikuta tupo ndani, hamna cha kiongozi, hakuna nani, watu wote walikuwa wanashinda ndani, hawawezi kutoka, hakuna uhuru, biashara zimesimama, kila kitu kilisimama, taifa lilisheki, kuna mali ziliharibika, kuna watu walipoteza uhai, shughuli za watu zote zilisimama. Na of course tunajua kuna madhara ambayo yalijitokeza pale, kuna madhara yataendelea kujitokeza. Kwa mfano tujui mpaka sasa, je, watalii bado imani yao ipoje kwenye mazingira yetu? Je, wamesharudisha imani kwamba baada ya lile limeshapita wanaamini nchi imetangamaa, au bado wanamtazamo kwamba nchi haipo salama? Na kwa sababu ya experience ambayo tumeipita, kuna uwezekano chaguzi zingine mbele zikija, tutakuta kipindi cha chaguzi watu watakuwa wanaogopa hata kuwekeza, kuja kutalii, na shughuli zingine zitakuwa zinasimama. Kwa hiyo imetengeneza doa ambalo naamini haiwezi likafutika. Kwa hiyo cha muhimu hapa ni kwamba changamoto kubwa ni mfumo wetu wa kikatiba. Mfumo wetu wa kikatiba ulivyo hautengenezi mazingira ya kuwa na uchaguzi wa huru na wa haki, uchaguzi wa kuaminika, uchaguzi ambao kila mmoja anaposhiriki atakuwa na nafasi sawa ya kushinda. Ni uchaguzi ambao tayari mnapoanza kucheza hauna uzani ambao unalingana, kwamba tayari kuna mwingine anakuwa ni almost ameshajihakikishia. Ni kama vile kwenye mbio tu za kukimbia, kwamba mnaanza kukimbia, kuna mmoja anaruhusiwa awe hatua mbili mbele, mwingine yupo hatua nyuma mbili. Kwa hiyo ukiwa ruhusu obvious, kama wakiwa na speed inalingana, aliyeanza na hatua mbili mbele ana advantage ya kuweza kushinda. Kwa hiyo ndio mazingira ambayo Tanzania yamejitokeza. Kwa mimi maoni yangu, nafikiri kuna haja katiba yetu tutengeneze katiba, na bahati nzuri tushakuwa na rasimu ya Jaji Warioba, tunaweza tukaanzia pale. Si kwamba ya Warioba pia ina ukamilifu. Kwangu mimi ukiniuliza, ya Warioba kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi ina unafuu, lakini bado kwa sababu pia ilipendekeza watu wa kuwepo kwenye tume, uwengu ukiangalia na wateule wa rais, ambao bado naona kuna mashaka. Kwa lazima tufike mahali tuboreshe zaidi kwamba wajumbe wanaoingia kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi wasitokane kabisa na watu ambao ni wateule wa rais, watokane na makundi mbalimbali ya kijamii, na ikibidi watu waombe hizo nafasi, iwepo timu maalum au kamati ya kwenda kupitia ile majina kuchakata, ambayo kamati inatokana na makundi mbalimbali ambayo ni huru. Hapo akishachakatwa, baada hapo tunapata watu ambao wametokana na ushindani, na majina baada hapo yatangazwe, watu watoe maoni. Kama kuna mtu amepingwa na watu, hana sifa, asiweze kuingia. Tupate tume ambayo tunapofanya uchaguzi utakuwa unatuhakikishia kwamba uchaguzi unaenda kuwa ni wa huru, wa haki, uchaguzi ambao tunategemea amani itaenda kutamalaki, baada ya kurudi kwenye changamoto hizi ambazo tulizikuta kwenye uchaguzi mkuu uliopita wa 2025. Kwa nafikiri kuna jambo kubwa ambalo tumejifunza kutokana na uchaguzi ule. Mpaka unakuta watu tulikosa hata ibada zilishindikana kufanyika. Sasa sio jambo dogo. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye hakuathiriwa na uchaguzi wa 2025 uliofanyika tarehe 29 Oktoba. Kwa ukiniuliza mimi mtazamo wangu kuhusu uchaguzi, huo ndio mtazamo wangu, na ndio maana nachelea kuzungumza kwamba kuna chama ambacho kilishinda, ila ambacho na uhakika kwamba kuna chama kilitangazwa kuwa mshindi na tume ambayo ndio ina mamlaka ya kuweza kutangaza kwamba mshindi ni nani, kwa mujibu wa tume ambayo kama nilivyosema ni tume ambayo haiwezi kahojiwa, kwamba ikishatangaza inakuwa imetangaza. Hata idadi pengine ya kura ambazo zilipatikana, ukiangalia kati ya minong'ono na watu wanapotizama, kwa maana mtizamo wa jamii na kile ambacho kilitangazwa na tume, unaona kabisa ni vitu ambavyo haviendani, kuna changamoto hiyo. Sasa ni nani mkweli au muongo? Na nafikiri tunasema wakati mwingine sisi kwenye Kilatini tunasema res ipsa loquita. Res ipsa loquita maana yake acha kitu kijisemea chenyewe, kwa sababu ni kitu ambacho kinaonekana kwamba mtu yote akiona anaweza kaelewa, wala uhitaji kuwa na D2 kujua ni nini ambacho kilitokea. Lakini kiufupi hiyo ni swala ambalo linahitaji pia kuliangalia kwa upana zaidi. Swala la imani, je, tunaaminianaje kwenye mazingira? Kwa sababu kumbuka tulishakuwa na sintofahamu kabla ya mchakato wenyewe wa uchaguzi. Wadau walishaonyesha wasiwasi kwamba tunakoenda
tuenda kutumbukia kwenye shimo au kwenye sintofahamu ambayo ni kubwa kama taifa. Na ni kweli tukafika mahala tarehe 29 Oktoba na siku ambazo ilifuatia tulishuhudia hali yale ambayo yalitokea yakabadilisha historia yetu. Sasa na bahati mbaya sana, wakati mchakato unaendelea kwa kampeni, CCM walikuwa wanazungumzia kwamba baada ya uchaguzi watafanya maridhiano, na wakati watu wakiendelea kulalamikia kwamba wanahitaji turekebishe kuna vitu, wenyewe wanasema ngoja viende kwanza, maridhiano yatakuja baadaye. Sasa kwa hali ya kawaida, kwa ni kama vile mtu alikuwa anafanya kosa fulani, hapa ategemea nitakuja kurekebisha baadaye baada ya kupata ushindi. Kwa hiyo sasa hiyo inaweza kaathiri sana imani ya watu tunaposema tukae kwenye meza kwenye mazingira haya. Hiyo ni moja. Lakini cha pili, kabla ya uchaguzi palishakuwa na fuara za Mheshimiwa Rais, na Mheshimiwa Rais alianzisha initiative nzuri ya kukutana na wadau mbalimbali. Shughuli za kisiasa zilikuwa zimesimama kwa miaka kadhaa, akaziruhusu ziendelee. Nakumbuka mpaka kawa mgeni rasmi kwenye tukio la Chadema la Bawacha, wakampa mpaka zawadi. Ikaonekana kabisa mambo yamebadilika. Halafu ghafla tukajikuta tumerudi kwenye hali mbaya kabisa. Sasa kwenye mazingira hayo najaribu kujiuliza, imani ya hawa wadau inakueje? Tunaaminianeje? Kwa sababu kama naenda kujadiliana kwenye mazingira ambayo tunaamini pengine mmoja anaingia kwenye chumba cha majadiliano akiwa na kisu, tunakueje na imani kwenye mazingira hayo? Kwa hiyo ni changamoto. Lakini cha pili kingine, ukweli ni kwamba ambao hatuwezi kuukwepa, mmoja wa wadau wakubwa kwenye maridhiano ya nchi hii, ukiacha wananchi mmoja mmoja ambao kwa sababu wananchi mmoja mmoja hawana forum ya moja kwa moja, mara nyingi wanapita aidha kupitia asasi au taasisi za dini au kwenye vyama vya siasa. Kwa tukienda kwa mfano kwenye vyama vya siasa, moja ya chama ambacho huwezi kubeza kwa ukubwa wake na wingi wa wafuasi pamoja na wanachama ni Chadema. Sasa kama Chadema mpaka sasa hivi tunapozungumza mwenyekiti wao yupo ndani kwa kesi ambayo imekuwa ikizua mjadala mpaka sasa hivi wanaingieje hawa kwenye meza ya mazungumzo ili useme sasa tayari tumefika kama taifa kweli tupo tayari kuzungumza? Ni kitu ambacho naona ni kigumu. Lakini cha pili, chama kama Chadema mpaka sasa hivi tunazungumza kinapewa mazuio ya kufanya shughuli zao. Mpaka sasa hivi kuna amri ambazo zinapelekea wasifanye shughuli zao, na hata juzi tumeona polisi wakizuia wasifanye shughuli zao. Hivi hao watashushaje moyo wao kwamba sasa wawe tayari waingie kwenye majadiliano kwenye mazingira haya? Na nimeona juzi ACT pia wazalendo walikuwa na mkutano, wamenyimwa pia kibali kuweza kufanya mkutano. Kwa unaona kabisa vyama vile ambavyo pengine ndio vikubwa katika nchi bado vimeendelea kunyimwa ile space yao ambayo kimsingi ni haki yao kwa mujibu wa katiba na ni haki yao kwa mujibu wa sheria za nchi. Sasa kwenye mazingira hayo hatutegemei kwamba kweli kuna mazingira ambayo ya kufanya maridhiano. Ili kweli tuingie kwenye maridhiano, na kama kweli serikali imekusudia kuwa na maridhiano, bottom line ya maridhiano, kwanza lazima tukubaliane kwamba kuwepo na mambo ya uwazi, kwamba serikali ijitokeze ikubali kwamba kuna mapungufu yalijitokeza, ni mapungufu yapi waeleze, na serikali iwe tayari kuwajibisha watu wote ambao walihusika kwenye mchakato huo, wawajibike. Kuna watu walipoteza maisha, kuna watu lazima wawajibike kwa sababu kuna watu walisababisha mambo yakafika. Tukishawajibishana ndio hapo wataanza kwenye mchakato wa kujenga imani kwamba angalau tunaona kuna hatua zimeanza kufanyika. Lakini moja ya kosa jingine ambalo tumeliona hata walipounda ile tume ya kwenda kuchunguza, ni tume ambayo unakuta tayari mpaka waziri ambaye alikuwa kwenye wizara nyeti ya ulinzi bado ameingia kwenye tume ya kwenda kuchunguza. Sasa mazingira hayo unajiuliza watu wanajengeje imani kwenye mazingira hayo? Halafu wadau wengine ambao wako neutral kabisa, asasi za kiraia, tuna tume ya haki za binadamu na utawala bora kwa mfano, tutategemea ndio waingie pengine.